TV Magharibi, TV yetu. Ni fahari kuu kukutana tena kwenye kivumbi cha siasa, mtazamaji, siku ambayo Wakenya wanazidi kuibua mchecheto wa hisia kwenye mitandao ya kijamii, mshawasha tu kuhusiana na taarifa kamili iliyotolewa na majaji wa mahakama ya upeo kuhusiana na kufutiliwa mbali kwa ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Na hii leo nimebahatika sana kukutana na wageni ambao wametutembelea kwenye studio zetu, mtazamaji. Nikianza na mkono wangu wa kushoto, mtazamaji, mwisho kabisa kule ni Mohamle Walinywa ambaye ni mwanaharakati wa kisiasa, hali kadhalika aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha ugavana katika gatuzi hili la Bungoma. Karibu sana kwenye kivumbi cha siasa. Asante sana bwana Kibunu. Ambaye anafuata, mtazamaji, ni aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma kupitia chama cha Jubilee, Majimbo Nkalasinga. Karibu sana kwenye kitengo cha kivumbi cha siasa. Asante sana. Na mkono wangu wa kulia, mtazamaji, ambaye nimeketi karibu naye, ni aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Sirisia, kaunti hii ya Bungoma, ambaye vile aliwahi kuhudumu katika serikali ya gavana Kenneth Makelo Nsaka kama waziri wa nyumba, si mwingine bali ni John Munyasi. Karibu sana kwenye kivumbi cha siasa. Asante sana. Na mwisho katika upande wangu wa kulia ni Martin Wanyonyi ambaye ni mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali katika gatuzi hili la Bungoma. Karibu sana kwenye kivumbi cha siasa. Asante sana bwana Kibunuso. Na mtazamaji, tunakualika kwa moyo mkunjufu uungane nasi sako kwa bako. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, mwelekezi ni Isaac Opilo. Swala la ambalo tunalizungumzia la kwanza kabisa ni kuhusiana na uamuzi ambao ulitolewa, taarifa kamili iliyotolewa na majaji wa mahakama ya upeo. Nikianza na Mohamle Walinywa, unasema nini kuhusiana na taarifa kamili iliyotolewa na majaji hapo jana? Nafikiri wengi wetu ama sisi ambao tulikuwa tunategemea ule uamuzi ukisoma kwa kina, tulikaribisha kwa sababu tulijua yale ndio yalikuwa ndani. Si tulijua hasa, tumeambiwa mapema, lakini ule uamuzi wa kwanza, preliminary findings, ilionyesha kwamba ungeenda njia hiyo. Na mimi nimefurahi kwamba at least majaji wameingilia hilo swala, wakasema kwa nini walisimamisha huu uchaguzi. Na mimi nasifu wale majaji ambao wale wote grupu zote mbili, wale walisema wanakubali huo uchaguzi uharamishwe, na wale ambao pia wanapinga hawangependa uharamishwe, kwa sababu injili lazima ikue itoke kwa vitu ambavyo watu wanafikiri kwamba baada ya uchaguzi tunaweza kutumia njia zote kupita na kuendelea bila kuhakikisha kwamba mambo yamefanywa sambamba. Pengine Majimbo Kalasinga, unasema nini kuhusiana na uamuzi huo, ikizingatiwa kwamba majaji wanne walikuwa wanapinga ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta na wawili wakidokeza kwamba Rais Uhuru Kenyatta alichaguliwa kihalali na Wakenya? Kwanza swali, kitu ya kwanza kabisa ambacho kinatupea sisi maswali mingi ni kwamba kwanza, kwa nini wakati wanatoa uamuzi wa maana kabisa, dunia mzima ilikuwa imeweka macho katika nchi ya Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ya maana sana katika East Africa, ni gateway ya wealth ya Afrika mzima. Na Kenya kiharibika, the whole world inakuwa katika shida. Kwa nini siku ya kwanza ya kutoa uamuzi wa dunia kabisa wa maana kabisa, Smoky na Wanjira anakosa kukaa kwa bench? Hiyo ilikuwa swali kwanza, ikaanza kutupea sisi wasiwasi. Kitu cha pili ambaye kinashika mimi kabisa roho yangu, naona kwamba majaji wanne ambao walitoa uamuzi wao walikuwa tu wanatoa uamuzi wakisema a lot of generalities, yani wanasema hapa sign haikuwekwa, hapa form haiko na security feature, hapa hakuleta wakati unaotakikana, hapa katika information haikuwa namna hivi. Lakini wawili ambao walitoa judgment zao, ukiangalia kabisa ile ya Njoki Ndung'u, alikuwa very specific. Wakati walikuwa wanatoa petition yao, anaenda kutoa hiyo form kama ile ya Ukambani, anaangalia yote imewekwa sign. Sawa, sisi tulikubaliana na hiyo ambayo ilifanyika. Sisi kama wana Jubilee tulikubali huo uamuzi wa 4 versus 2. Lakini kitu ya maana kabisa,
tunajiuliza mpaka saa hii, mwananchi alipiga kura ama hakupika? Alipiga kura. Kipunusu. Bila shaka. Alipika. Na kama alipika kura, sanduku ya kura ambayo alipika, ilichoma haikuchomwa? Haikuchomwa iko. Hapo ndio tungine tukaangalia uamuzi wa mwananchi. Na pengine tupate kauli ya Munyasi, ya manake yeye ni wa muungano wa NASA, kuhusiana na madai ambayo yameibua wa majimbo Kalasinga. Na pengine unasema nini kuhusiana na uamuzi ambao ulitolewa na majaji? Sikuelewa majimbo Kalasinga alikuwa anasema nini. Anasema generalities. Generalities, and yet anasema walisema form fulani hazikukuwa na sign na signature. Sijui form fulani hazikukuwa na security features. Those are not generalities. Those are specifics. So hawa judge ambao waliamua walikuwa wanatuambia ile tunaweza kusema ni haki ya mwana Kenya. Kama tumeshapiga kura zetu, lazima hizi kura ziwe transmitted. Na wale ambao wanapokea wawe wanajumlisha, iko na picha hiyo na iko na result yenyewe. Waliona hii haikukuweko. Anasema hawa ambao our dissenting judges were doing politics, speaking for 4 hours in something that cannot have been written by one person. The volume that we had, Njoki Ndung'u carry, cannot have been written by one person. Na mpige shikilia hapo. Sasa nataka kusema hivi. Njoki Ndung'u alikuwa ana deal na ile evidence ambaye yeye mwenyewe alienda kupata. Kwa sababu ukisema baada ya kikao chetu nilienda nikafanya hii, that is what the advocates, the lawyers for IEBC should have done to explain to other judges. Kusema kweli uamuzi wetu ni huu. Kama registrar wa court ameenda kufanya inspection na ameleta report, wale wanakanusha wale wakili wa IEBC. Hapana Njoki Ndung'u kwenda nyuma ya hiyo na kusema nilienda so if you go alone you are playing politics. Bila shaka majimbo atakuwa anazungumzia swala hilo. Pengine mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, Martin Wanyonyi, unasema nini kuhusiana na taarifa iliyotolewa na majaji? Ndugu yangu Kibunusu, mimi kama mtetezi wa haki za binadamu na mtetezi wa raia, ninataka kusema hivi. Hii upande mbili ya machachi, wale machachi 4 na machachi 2, ninataka kusema kwamba hawa machachi 4 walitoa uamuzi yao na kulingana na maoni ya wengi wanasema kwamba walibase on technicalities. Alafu hao machaji 2 pia wametoa uamuzi wao na kulingana na maoni ya wengi wamesema kwamba walikuwa wanadwell kuhusu umuhimu ya mpiga kura. Kura ilipigwa ama haikupigwa. Na hiyo kama kura ilipigwa, hiyo process ya mpiga kura kutoka asubuhi mpaka vile kura ilihesabiwa, yeye kuna makosa ilifanyika kati ya ile wajibu wake alitimiza kama mpiga kura mpaka kura ikahesabiwa. Kuna makosa ilifanyika. Hawa machaji 2 kulingana vile mimi nami nimefuatilia uamuzi wa Ojwang vizuri, na alinifurahisha sana kwa jambo moja, kwamba wakati huu na kuhusu uamuzi wowote ya kulingana na haki ya mwananchi ni kura yake. Bila shaka. Na msichamaliza ni haki ya kura yake. Sasa argument ni kwamba makosa ya mwananchi ambaye alitenda haki yake ya kupiga kura ni gani? Ninaweza kuuliza wenzangu tusaidiane hapo. Mwananchi ambaye mimi kama mtetezi wa haki za binadamu na mtetea, makosa yake ni gani? Kwa sababu alipiga process yote alifanya na akapiga kura.
akatimiza haki yake, lakini kukakuwa na IEBC hapa wakafanya makosa kwa nafasi yao. Then wakati ya uamuzi hii inakuwa kwamba issue ni technicalities ambazo zimesababisha hii kura kufanya nini? Kuharamishwa. Sisi kitu tunataka kusema ni hii kwamba hii uamuzi mbili hii imelete changamoto ya kikatiba. Uamuzi wa Jackson Ojwang na Njoki Ndung'u, ya Jackson Ojwang na Njoki Ndung'u na hawa wengine wanne imelete changamoto ya kikatiba, ambapo sasa wataalamu wa kikatiba ni lazima sasa tena warudi chini waende waangalie hii mambo, so that hata kama tutakuwa na referendum ingine tuwe na hiyo referendum, so that kusiwe watu wenye tuko innocent tumefanya haki yetu, watu wengine wanakuja kutuchanganya. Na pengine tupate kauli ya Muhamule kuhusiana na swala hili, na tunapopata kauli yako pengine swala ambalo Wakenya wamekuwa kilizungumzia ni tofauti ya ripoti ya majaji hawa waliofutilia mbali na walio kubali kwamba Rais Uhuru Kenyatta alichaguliwa kihalali. Pengine masuala ambayo Wakenya wanajiuliza, je, zile karatasi za kupigia kura au wale ambao walijitosa kupiga kura na kulikuwa na hali ya sintofahamu, baadhi ya pengine maeneo fulani kulikuwa na kiwango ambacho kinazidi idadi ya wapiga kura ambao wamejiandikisha katika pengine kituo fulani, pengine zungumzia swala hili. Yaani unaona, mimi nikiangalia Bwana Wanyonyi akasema inanishangaza sana. Hata hatutaki, hata wachana na mambo ya kura. Hata zungumza tu kama mchezo wa mpira. Wewe uingie kwa uwanja. Uweze kuingiza na mkono na useme bora tu wananchi wamehesabu goli, lazima goli imeingia. Mambo haifanywangi hivyo. Dunia hii ina sheria zake. Na pili, huu uchaguzi is about process. Wewe unaona vile tumepiga kelele juu registration of voters. Kuna mahali pengine watu wana vipande, wengine hawana vipande. Tumesukuma kila kitu. Sasa tukifika mahali tunaanza kusema wananchi walijimu haki yako, what is the important? Nimesikia makamu wa rais, deputy president, akisema jambo hata la kuchekesha. Ati hesabu zile kura ziko kwa mabox. Unaweza kukusanya mabox kutoka motoni za moya, uweke hapo kwa hall. Hiyo si kura. Wakati kulikuwa na mlolongo nchi na ikafanya nchi ingekuwa very unpopular. Mimi nakumbuka nilikuwa foreign service. I was a press attaché in New York. Na tulikuwa na swali ngumu kuulizwa na wazungu huko. Kwa nini nyinyi watu wanapiga line? Ulikuwa mnasimama kwa line, mtu anakuja kuhesabu 1, 4, 10. Mtu haikupa majibu kama hiyo. Kura imepigwa. Nasema hivi. The reason was yenye ilisisitiza kwamba tuwe na process ya kupiga kura ni kufanya kura kulingana na ile mpangilio wake. Lazima watu waende kujiandikisha, lazima watu wapige kura, lazima wakisema wajaze form fulani ijaze. Kwa sababu ukikataa ati kwa sababu usiulize form bora tu walipiga, wakati mwingine hakuna haja ya kwenda kupiga kura. Ulikumbuka vile Justice Maraga alisema, kama nyinyi hamtaki sheria, basi tufanye referendum tuwe vote. Bila shaka. Kabla tujakuja kwako shikilia hapo, pengine tupate kauli ya Jubilee Majimbo Kalasinga. Angazia masuala ambayo pengine Mahamla ameweza kuweka bayana, na kwa kiduchu tu pengine tueleze, umedokeza wazi kwamba ilikuwa jambo la kusikitisha kwa kwamba Smoky Nanjala hakuwa katika harakati ambao Wakenya walikuwa wanangojea kwa hamu na hamu. Unajua mimi naheshimu sana Mheshimiwa Muhamule, rafiki yangu wa zamani. Tumetembea muda mrefu na yeye sana kama rafiki yangu. Naheshimu mwalimu wangu wa kisiasa, Mwalimu John Barasa Mnyasha. Huyu ndiye mwalimu wangu kabisa, ambaye pia nataka pia aheshimu pia vijana wenye wanachukua kama sisi katika siasa. Na najua anatuheshimu. Kitu ambacho mimi nasema hapa mwalimu ni kwamba wakati Njoki Ndung'u vile umesema eti alienda katafuta nyuma, akaenda katafuta nyuma, akashika makaratasi gani ya kisiasa. Kulingana na court, Njoki Ndung'u ni charge.
wakati walikuwa wanaleta documents katika koti, walikuwa wanatengeneza copy ya kila charge, in everything documentation. Sasa yeye kama charge, maraka yake, renaola yake, mwilu yake, na kila mchaji nye alikuwa hapo. Sasa at your disposal, wakati unaenda kuandika judgment yako, baada ya kusikiza sasa mawakili wote wameongea, unaenda sasa kwa documents ambayo wamekuweka mbele yako sasa. Hata akapewa kila mchaji pia akapewa document ya information ambayo walipata kwa wakati walikuwa waenda kufungua hiyo machine ya kusoma na kuandika. Registrar wa court akaandika document na pia kila charge. Sasa at her disposal was everything. That's why alikuwa ndiye aandike judgment yake, alienda akaanza kuangalia ya wapi huyu alisema nini, akaiangalia. Hii ilisema nini, akaiangalia. Na judgment yake ikakuwa very particular and specific on what she said. Mimi sikatai. Sisi Jubilee hatuna shida. Ndugu zangu wamesema, mheshimiwa amesema nini? Sawa, mimi sitaki kusimama na wale ambao wana attack judiciary. Mimi sisimami na hao. Lakini nasema namna hivi. Kama kweli tumepata hii uchaguzi ilikuwa na shida. Na ilikuwa na shida ya documentation. Haikuwa na shida ya ballot boxes. Sheria ya Kenya inasema unaweka ballot box for 3 years. Kwa nini? Na ndugu yangu Walunga Mhamule anasema kwamba huwezi jua ni masanduku imetoka mtoni wapi imekuja namna gani. Sanduku inaandikwa serial number. Inaandikwa na inakuwa kept. Document yenye iko ndani ya karatasi na nje ya serial number iko. Kama unataka kuprove material yenye iko ndani, naangalia serial ya juu, naangalia karatasi ya ndani, wanakubali. Kama utakuwa na shida ya box yenye haikubaliani serial number ya juu ya seal na karatasi yenye iko ndani, hapo inawekwa kando. Sasa kulingana mimi na hiyo wakati wa sahihi, mimi sisi tunaomba kitu moja. Koti imeongea. Sisi tumekubali. Wacha tuende uchaguzi. Pengine tukiangazia kauli ya majimbo, pengine mheshimiwa Munyasia, Wakenya vile vile wanajiuliza swali hili. Ameweka bayana kuhusiana na masuala ambayo Muhammad ameweka bayana vile vile kuhusiana na yale pengine kuhesabu kwa kura upya. Maana Wakenya walikuwa wanasubiria pengine wale wa mrengo wa Jubilee walikuwa wamedokeza kwamba wacha tu wahesabu kura hizo waweze kujua ni nani aliibuka na ushindi. Pengine Wakenya walipokuwa wakingojea masuala haya yaweze kuwekwa wazi kuhusiana tu na swala hili, walikuwa wakifikiria kwamba huenda uamuzi uliokuwa umetolewa hapo awali tarehe mosi mwezi wa 9 ya kufutiliwa mbali ungeweza kubatilishwa. Pengine zungumzie swala hili. Kila mtu anajua iko time limit. Wanajua the petition must be heard within 14 days. Okay? And they didn't have the time. If they were to say kila sanduku liletwe from Namirama, from Luya, from wapi, Kenya mzima, ingechukua muda gani? Would we have been able to? Even those judges, Njoki Ndung'u is very dishonest. Alijua wako na time limit. That is why in 2013 walikataa kuona evidence ya Raila ya 863 pages kwa sababu hawakukuwa na muda wa kuangalia hizo. So hawa wanajua tulikuwa na time limit. Lakini hizo survey nataka kumjibu majimbo. Hiyo survey ambayo ilifanywa na registrar wa Supreme Court. Si matokeo ililetwa before the whole court. Okay? Njoki hakuuliza like she would have been expected, auliza so that the evidence that would come, if it was cross checking, walete before all the others. Hakufanya hivyo. Na the advocates wa IEBC Mwite walikuwa hapo, Nyamondi walikuwa hapo, hawakujibu hiyo. Hawakusema no, huo ni uongo, registrar amedanganya kwa sababu hizi zilikuwa na signature. Ndio nasema ile Njoki alikuwa ana claim pengine haiwezi kuwa ya ukweli, because those people should have said no, you said this one was not signed, here this is the signature. At that time in the court
hawakusema hivyo. So Njoki anaweza kuja baadaye namna gani after 21 days aseme mimi nilienda kivyako, what was your interest? Lakini si Njoki ameandika ruling yake na ametoa iko nje, sasa ndio unaiangalia mheshimiwa. That was not, hata alafu ameapeli hiyo masikini ya sita hapo na angalia the process ya kuandika hiyo should also be questioned. Hii huyu Njoki pengine nipate kauli kidogo ya kabla pengine nipate kauli kabla hujapata kuonyonyo. Mimi ningependa kuuliza hivi. Jaji mzima ambao umesomea sheria unaweza kufanya kwamba uende kotini na ufanye kitu bila kuangalia process? Can you do something bila kuangalia process? Hata kama ni wizi wa kitu. Si wakwambia hii mambo ilianza hivi. So hawezi kuamuka tu na kusema haijalishi. Si nataka kuona namba basi kwa box. Kama mnataka manamba basi chukua manamba tu. But kama mnataka kura, election is a process. Sisi hatutaka mtu kuchezea kura. Na kura is a very emotive thing. Let us follow the process. Inji nafikiri huu uamuzi wa mahakama kuu imefunza watu sheria kwamba ukipewa kufanya kazi ya serikali ama kufanyia watu vitu, fanya vile umeambiwa. Bila shaka. Pengine wasio wako kuhusiana swala hili, maana naelezewa muda umetamatika, kidogo tuangazia siasa za hapa mjini Bungoma. Mimi ninaheshimu ndugu yangu Walinywa Muhamule kama ndugu yangu, kwa sababu hata tunatoka uko moja. Hii tumepatana hapa kwa ajili ya siasa na kikazi. Lakini kinyumbani Waboba Muhamule ni ndugu yangu. Mimi ninamheshimu sana, lakini nataka kukosoa msimamo yake, especially wakati amesema kwamba mambo ya kucheza mpira, analete maneno ya mpira kwa mambo muhimu kama hii ya uchaguzi. Na akatuambia kwamba na ndio hiyo mfano ndio kama ni mahakama, ile mifano yote ilitumika kotini imekuwa quoted kama ushahidi. Ndio sababu nataka kusema ndugu yangu, tukiongea mambo muhimu kama hii ya kura ya kuchagua president, usilete mfano, kwa sababu ukilete mfano ya kutuambia kwamba kuna mtu anaweza kuingiza goli na mkono, mimi nitamwambia kwamba goli ikiingizwa na mkono na referee apike free goli niingia, sio ni goli. Ni goli. Hiyo utaenda kufanya kesi bila shaka ni goli. Lakini sasa nikitaka siku hizi tuko na video itaonyesha but itakuwa imepigwa. Usiende njia hiyo. Hiyo mimi nimeenda njia hiyo kwa sababu goli ileta Please. Wewe wacha kwanza, mimi nilikuwa sijamaliza, wacha nimalize ndio nijibu. Nakupa sekunde 20. Wacha nimalize. Maradona alifanya vile unasema. Wacha nimalize sekunde 20. That was a very good example. Ndugu yangu Walimu. No, don't bring it down. Wewe uko na miaka mingi kuliko mimi. Na ninafikiri bila shaka ni heshima mzuri mimi nikiongewa na nipa nafasi sekunde 10. Basi mimi nilikuwa nataka kusema mimi bado ninasimamia kwamba haki ya kura ya mpiga kura ni muhimu kuliko technicalities zozote. Bila shaka. Na ninataka kumaliza nikisema kwamba sisi wakati wa Kenya walipiga kura na tumekuwa na changamoto ya hizi majaji vikundi mbili. Hii ni changamoto la kisheria na ninataka kuomba kwamba hii changamoto iangaliwe ili tusije tukao kwa scenario kama hii. Bila shaka, shikilia hapo. Na mpengine kauli yako kwa sasa tungeangazia masuala ambayo yalitokota hivi majuzi hapa kwenye gatuzi la Bungoma kwa sekunde 20 tu. Mimi nafikiri kitu moja ambayo imenikasirisha kama mkazi. Bila shaka kwenye mjadala kama huu lazima kuwe na mkwaruzano tu, inakubalika. Ya mkazi wa Bungoma. Ni ile watu walienda huko chini na kuua watu. Mimi nimeshituka sana kwa sababu hatuwezi kurudi kwa enzi ambayo watu wanaamuka wanaua wananajiza kina mama, wanakata wengine mapanga na huku tuliitwa na watu wengine kwa serikali ambao hawakuwa na sababu that we are a hotspot.
Sasa wanataka kufanyia sisi hivyo ili waseme sisi ni hotspot. Na ikumbukwe 2007 sisi Bungoma tulikaribisha watu wote ambao walifukuzwa kila mahali na tauni yetu imejaa wageni na sisi ni watu wakarimu sana. Kwa hivyo naonelea kwamba kama we are being profiled tuonekane watu wabaya. Kwa hivyo mimi nauliza ndugu zangu wakazi wa Bungoma wajichunge, wafanye mambo vile inatakiwa ili tusiendelee kuwa profile na wale ambao wangepeta kuchukua zile kama makosa. Bila shaka. Nikimalizia hiyo nataka kusema hivi. Kabla pengine ile utakuwa neno lako la mwisho. Ile itakuwa neno lako la mwisho. Pengine sasa hivi tayari umeguzia swala ambalo tulikuwa tulizungumzia kwanza kuhusiana na ziara ya Rais Uhuru Kenyatta ambapo alikuja katika eneo la Kimilili. Ufahamu fika kwamba mbunge wa Kimilili Didmas Baraza alichaguliwa kupitia tiketi ya chama cha Jubilee. Na pengine tutazungumzia kiduchu swala hilo na vile vile swala la kuwepo kwa ukaribisho wa mbunge wa Bumula ambaye bila shaka ni Mambo Mabonga. Nitakuwa nampa kila mmoja akiwa ukidokeza neno lako la mwisho. Kwanza nianze na mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Ruto wamekuja kudanganya watu wetu. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa Kimilili kwa Didmas alisema ati sasa Wabukusu au Waluya ni number 3. Ati kwa sababu wako na Senate Speaker. Senate Speaker is nowhere in the Constitution of Kenya number 3. Hata si number 4, hata si number 5 because that position number 5 hakuna. Katiba inasema tu kama president hayuko na deputy pia hayuko, then Speaker of the National Assembly will take over for 60 days only to organize the election of the president. Na kama of course kama Speaker wa National Assembly hayuko, then of course he has a deputy Speaker of the National Assembly. So there is nowhere. So watu wetu wa Bungoma msidanganywe ati sasa mko number 3. Number 3 ambaye hawezi kukaa na hawa wa Jubilee kwa meza moja wagawane serikali. Kwa sababu serikali ya Jubilee imeshagawanyika, wako 50-50 na wako pamoja. 50 ya Ruto, 50 ya Uhuru. Huku walikuwa wanadanganya tena. Anakuja kusema amekuja maendeleo. Safari ya kwanza kutuletea sisi hapo Mwiyenga some 5 million shillings. Tunashukuru kwa hii, lakini hii ni hongo. Wakati wa kura anajua we have started the campaign for 17th. So hii ni hongo na pengine ashtakiwe kwa kuonga watu wetu. Asante. Pengine mtu wa Jubilee kwa hapa pengine uzungumzie masuala ambayo ameweka bayana Mnyasia kuhusiana na sana. Mimi naheshimu mwalimu wangu na pia mwalimu wangu John Barasa Mnyasha ni mwalimu wa historia na naona memory yake inachagua. Yani as a selective memory. Yani kuna ile he wants to remember na kuna ile he doesn't want to remember. Kwa sababu ukirabish ama ukipunguza cheo cha speaker wa Senate inamaanisha pia umepunguza cheo ya waseneta Kenya wako ama senator katika nchi ya Kenya hana maana ama katika sawa mheshimiwa mimi katiba sema kwa katiba ako na senator katika nchi ya Kenya ako sambamba. Those are called bicameral houses. Bunge na Senate. Sasa kama ni bicameral, kama unasema hivyo unataka mwalimu wangu wa sheria, nataka mwalimu wangu wa sheria ambaye ni mwalimu John Barasa Mnyasha aweke ranking kati ya bunge, kati ya Senate na MCA. Sasa Senate anakuja katika level gani? Kulingana na sheria yetu ya Kenya ambayo tulipitisha katiba ya 2010. Kulingana mimi najua. Nimalize mwalimu wangu. Nimalize mwalimu wangu. Utakuja you react over it. Asante ni mimi hapana mwalimu. Bila shaka ameangazia malizia na mwalimu mwalimu wangu nakuomba usichukue muda wangu wa kuongea. Unanimalizia wakati yangu ya kuongea. Kitu ya kwanza ndio hiyo. Senate na National Assembly those are two national houses. Na national houses have national speakers. Speaker wa Senate na speaker wa National Assembly. Wakati rais anaenda kufungua bunge for the first time in this country, whichever the president that will be or is there, sinakuwa zote pamoja.
The Speaker of the Senate anakuwa wa kwanza kuongea. The Speaker of the National Assembly anakuwa wa pili. Wakati even wanafunga bunge president kama ametoka. The Speaker of the Senate anaanza kuongea, Speaker of the National Assembly anafunga. Hiyo ndio state anaiko. Kitu ya pili ambayo wameongea na kwa haraka kabisa na ni Kibunusu. Maana muda ndio umetupatia. Ndugu yangu. Rais alikuja Kimilili. 146. Katika hafla ya Mheshimiwa Didmus Barasa. Na wakati alisimama hapo Didmus Barasa akasema, rais wangu, kutoka Kimilili kwenda mpaka Chesamisi kupitia katikati hapo watu wangu wanaumia matope. Nipe lami. Nisaidie serikali weke lami hapo. Ule wakati ule. Rais alienda kwa hiyo barabara aka-inspect. Wakaweka lami sasa inaanza kujengwa. Bila shaka. Kitu ya kwanza, kitu ya pili ambayo alikuja hapa kwa Bumula. Tuongee ukweli ndugu yangu. Sekunde 10. Asante sana kwa hiyo sekunde. Imepaki 9. Kuja Bumula katika deputy president kuja kwa Mama Mabonga. Mama Mabonga alisema nimechukua pesa yangu 1550 nikanunua shamba. Na sina pesa ya kufanya nini ya kuweka jiwe ya kuanza shule ya Muyenga Girls. Muyenga Girls. Kama wasichana wa Muyenga Girls watatoka North Rift Valley wakuja wasome hapo ndio shida. Lakini kama mtoto wa Bumula ambaye mzee alitoa milioni yake 5 kuanza kujenga. Those are already 5 classrooms zimeanza. Toe siasa katika maendeleo kama wewe upendi basi mimi nasema ndugu yangu bila shaka ndio umetupa kisogo na mpa bila shaka tutakuwa na section 146 Mheshimiwa Mnyasi section umeongea sana hii interactive section 146 hapo amalize si kelele tu section 146 2B bila shaka ya katiba inasema nani atachukua ushukani kama hatuna president na deputy. Bila shaka does it say senate? No, tuwe tukiongea ukweli because mimi nataka ukweli. Bila shaka ameweka bayana kwa sekunde 10 na Mhamule tukimaliza. Mimi ninataka sekunde 10 tafadhali. Ndugu yangu Kibunusu na wenzangu, mimi nataka kumaliza nikisema hivi. Kama mtetezi wa haki za binadamu, sisi kama community ya Wabukusu hatuna candidate wa president mara hii. Na ninataka kusema kwamba tuko na candidate Mjaruo na Mkikuyu. Na hatuna sababu, that is tribalism. Hakuna sababu ya damu ya Mbukusu imwakwe ati kwa sababu ya kura ya Raila ama ni Jubilee si mtetezi wa haki za hakuna sikubaliani. Mimi na support maneno ndugu yangu alisema hapa kuhusu watu kuanza kukatwa huko nini huku Bumula. Hiyo nina support kusema kwamba sisi iwe viongozi iwe sisi kama wanasiasa wengine hatuna sababu ya kuchochea kwa njia zozote zile ama mtu mwingine kutoka nje achochee sisi tuanze kupoteza watu wetu. Bila shaka sekunde 10 Muhammad na tumalize mahojiano, muda umetupa kisogo. Mimi nataka kumaliza hivi. Nilijibu Mheshimiwa Majimbo, hata mimi na mheshimu. Ningependa Mheshimiwa Majimbo ajue kwamba Rais alipokuja Kimilili alisema alilaumu barabara yetu ya Kimilili ya Sikata Kimilili. Akasema hii barabara ina pothole nyingi sana. Hata nilishituka. Sile barabara rais ambaye anakuagiza hizo that are raised to bitumen level. Si tarmac road na ndio itaharibika tu mara moja pia. Ndio tarmac using bitumen. Wacha malize. Itabidi nikamilishe mahojiano. Let me make my point. The truth of the matter is this. Secondly, hata hiyo, even if you say tarmac using bitumen, it is corruption. The reason, one of the reasons the judges gave is that usitoke wakati kuna uchaguzi ukitangazwa unaenda. Yeye ni rais sahihi. Just listen to me. Bila shaka. Don't make matters very uneasy for yourself. The truth of the matter is that tungependa sasa kila mtu ambaye kwa madaraka afanye vile sheria zinaenda. Wakisema no campaign, so that wananchi can choose, not big billboards atumejenga airport. Na airport unajenga na pesa ya mama yako, na pesa yetu. Muda kubwa hakuna, mahojiano umetamatika. Mtazamaji, hapo ndipo atuatia alama ya kikomo mahojiano
hapa kwenye runinga ya TV Magharibi. Imekuwa ni mshawasha mahojiano ya kivumbi cha siasa, wanasiasa hapa wakitifuana, zikiwa zimesalia siku 25 wa Kenya kubaini mbivu na mbichi kati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Kabla ya kutamatisha, itakuwa vema zaidi manake kumekuwa na mikwaruzano. Wageni wangu hapa studio ni wakisalimiana kwa kupoteza uadui. Asante sana Kweli. Bila shaka mtazamaji, kwa niaba ya wale wote ambao wameweza kufanikisha kitengo cha kivumbi cha siasa, manake tutakuwa na walika tena kwa mara nyingine tena wageni hawa, manake kulikuwa na masuala mengi ambao walikuwa wazungumzia, lakini muda ndio umetupa kisogo. Kwa niaba ya mwelekezi wangu Isaac Opilo, mtazamaji, kama nilivyodokeza, nimekuwa na Mohamed Walinyo kwa upande wangu mkono wa kushoto, ambaye alikuwa mwaniaji wa kiti cha ugavana, ambaye vile ni mwanaharakati wa kisiasa ambaye niko karibu naye, vile vile ni mshirikishi wa chama cha Jubilee ambaye alikuwa mwaniaji wa kiti cha ubunge kupitia chama cha Jubilee kaunti ya Bungoma, eneo bunge la Kabuchai, majimbo Kalasinga. Na hapa vile vile ambaye ameketi karibu nami mkono wangu wa kulia ni Munyase John Baraza, ambaye alikuwa mbunge katika eneo bunge la Sirisi, ambaye vile vile alihudumu katika serikali ya Kenneth Makelo Lusaka kama waziri wa nyumba. Mwisho kabisa ni Martin Wanyonyi ambaye ni mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Shukrani za dhati kwa kutizama kivumbi cha siasa. Kwaheri. TV Magharibi, TV yetu.